ameguzwa. Iko chini, unajua inalingana na sauti. Yes sir. Haya. So pastor, yes. Nilienda kuchukua. Nimekuja hapa mara mingi sana. Yes. Wakati nikikuja hapa nakuta hii malasi iko hapa. Hii malasi. Nikaona kuna mzee anakuanga kwa hii kanisa. Na ni kama analala hapa kwa sababu hiyo mic yako zima. Wacha nizime. Yes. Ni kama analala hapa ndani kwa sababu wakati nilikuja usiku, yes, nikaona hiyo malasi iko hapa. Yeah. Sometimes namuonaga pale nje akikiti pale. Yes. So anaweza akakuja hapa karibu kwa sababu kuna kitu niliona hapo. Huyu mzee amekaa huku. I'm very sorry, atajisemea, lakini amepitia magumu, ameenda hospitali. Anaweza tembea? Ni kwa shida sana, atembei. Kuja tu mzee. Songa tu. Anasema mguu ni shida. Kwa hivyo mtasonga. Wacha nitumie. Ako na shida, alienda Kenyatta. Na wakati alienda Kenyatta, walikata nyama kidogo kwa hii mguu. Walikata nyama kidogo kwa hii mguu. Au inaonekana? Inaonekana? Yeah. Walikata portion, walipeleka nje. Na Kenyatta Hospital walisema hakuna ugonjwa, haifai katwe. Na wakati alikuja hapa ilikuwa inanuka. Na tumekuwa tukiomba, na kuna dawa ya kienyeji tunaendelea kuweka. So kuna upande wa chini, hapa juu imenini. So ukiangalia hapa chini, hapa ndio shida. Alikuja kama alikuwa ananuka. Hata mzee mwenyewe nitampea nafasi aseme. Na si mzee peke yake. Kuna mama mwenye alitusaidia kuweka tiles. Kuna mama mwingine alikuwa na shida ya brain problem. Tulikaa na huyo mama wiki moja. Sasa alinipigia, ameendelea vizuri. Walipata hiyo kitu ilianza kushrink. So baada ya huyo mama kwenda, ndio huyo mzee nilimwambia wacha akae karibu na sisi, kwa sababu even the family wamejaribu, siwezi sema, na mzee tumekaa naye na ametupea nafasi. Ni kama sasa ni tu almost 1 month. Yeah. Na mzee ametupea kazi rahisi. Hata ukienda huko blackjack inasaidia sana. Hata alikuja hapa, hata anapenda hii blackjack. Tukiweka penye kuna kidonda inakauka. Inatoa harufu ya kidonda. So bado tunaendelea kufanya mbinu zote. Yes, kuna wakati hata tulienda Mombasa. Tulikuja na maji ya Mombasa hiyo ya chumvi. Hiyo tumejaribu natural treatment. Yeah, but mzee anaweza sema ilikuwa inanuka. Mimi nilizaliwa vizuri na kutumia matawi. Na imesaidia watu. Kuna msichana mwingine alikuja hapa na kansa ya matiti. Tulitumia tu hii blackjack. Hii iliisha. Can you remember wakina panel? Ilikauka. So hii najua hata daktari yoyote ambaye ako na ujuzi, mzee atasema venye alianza. Kwa sababu unajua sasa tuko na watu wengi. Watu saidie mzee. Yes, kwa hivyo unaweza pea mzee pia aongee. Shika tu mzee. Mungu atende apate mtu mahali. Yes, mzee. Umesema unaitwa Macharia. So hii nini ilianzia lini? Ilikuanza lini? Ilianza last year wakati wani. Wanasema toa kofia. Ilianza kitu last year wakati wani. Ilianza kama kabrista tu. Ilianza kama ni kitu gani, kama taona ni kama kudungwa tu, hiyo kitu itaisha. Iliendelea hivyo ikaanza kutengeneza kabrista. Ongea na sauti kidogo. Ikaanza kutengeneza kabrista. Vile nilikuwa kazi yangu sana ni ya kuhofu vitu hivi. Na nilikuwa bado niko na viazi.
Kwa hivyo iliendelea kuwa wazi. Ile tu nilikuja kushtukia ni kumbe nayo inaenea. Wakati mmoja nikakuta hawa watu wa Raila, ongea tu. Hawa watu wa Raila walikuwa na project hapa kutoka Kangemi hapo. Wenda wakaangalia wakaniambia jaribu niendane hospitali kwao. Wajue ni nini. Wakati nilienda kama wiki mbili. Haikuimprove. Kaniambia niende nikafanyiwe biopsy. Niwarudishie ile report. Kama ukweli mimi hiyo kazi mimi nafanya sio kazi ya pesa mingi. Tena nikakoma kuenda kwa biopsy. Ikaharibika tena zaidi. Nilianza walinionyesha ile dawa nitatumia ya kudress. Tena ikakuwa mbaya zaidi. Nikaenda hospitali nyingine inaitwa Murua hapa Uthiru. Kaniambia hawezi nitengeneza bila cha. Bila barua ya cha. Kaniambia niende Bagathi. Hizo makaratasi zote niko nazo. Kwenda Bagathi nako wakaniambia kama watanitibu kuja na cha ama nikuwe na shilingi 50. Mimi nikakufa roho nikaanza kukuza sana nikaanza kulipa. Ilizidi hata nikipaka dawa inapona leo kesho inarudi. Ndio sisi yangu yuko akakuja akaniuliza na hii kitu inaendeleaje. Nikamwambia niliambiwa niende Bagathi na Bagathi sasa wanataka mambo ya chapa. Ndio alienda sasa alinisaidia bila angeweza. Kutoka Bagathi wakanituma Kenyatta nako wakaniambia yule daktari ambaye anasijui oncology anakuwa Kiambu Hospital. Sasa mzee, I think ile kitu tunaweza fanya, watu wameona, and ningeomba kama kuna mtu ambaye akona uwezo pale nje mwenye anaweza akasaidia mzee, anajua daktari mwenye anaweza mtibu ama nini na nini, mzee apate kupona. Na bado kuna madawa anatumia za painkiller, so kama kuna mtu pale anaweza akamnunulia kama dawa za painkiller nini na nini, aweze pia akamsaidia. Pastor, I think sijui niweke namba yako. Mzee uko na simu? Mimi naona tu weke namba. Mzee kama uko na simu acha tuweke namba yako. Ndio mwenye ako na nini anaweza kusaidia na kitu kidogo uende ununue nayo dawa. Yes. Na pia Pastor amekaa na yeye hapa kila siku karibu almost 1.5 months. Ni 1.5 month akiwa tu na yeye hapa. Na hii baraka yenye unapata hii baraka juu ya kufanya mambo kama haya. Na pia nilikuwa nataka kusema ni dada yake amesimama na yeye. Sasa unajua ukifika hapa even your family can disown. The family yake wamemdisown. Sasa ni madada ndiye anasaidia. So tukiwa na mzee hapa, mimi nimekaa naye kama baba yangu. Hakuna mzee, kuna siku tumewahi sema ulete chakula. Hapana. So tumeishi na yeye, tukipika, tuko na wasichana wa kanisa hii au ulikuwa unaona hapa pamoja na bibi yangu wameshikilia. Hata jioni unaona hapa inalala ikiwa safi. Wanahakikisha imeoshwa vizuri kwa sababu tulikuwa naomba baada ya hii matanga ya kwetu nilikuwa naona nijenge nyumba ndogo ambaye wagonjwa wanazala. Si huyu mzee ameona, kuna watu wengi wameona mkono wa Mungu. Mimi nikiona shida sana na mnasema kuja tuniishi na yeye. Kwa hivyo wakisaidia mzee mimi nitashukuru sana na mzee aseme namba yake peke yake. Mzee soma namba yako. Ndio watu waandike hiyo namba. Kama kuna ile kitu uko nayo kidogo, huyu mzee amekaa hapa sana. Kama kuna wale watu wanaweza taka kuja kumuona hapa kwa kanisani, ako hapa. Mzee ako hapa kila siku. Ukuje ukamuone hapa.
Sisi tunataka mzee aweze kupona. Amen. Na kama kuna yule mtu anaweza msaidia na kitu, mzee soma namba yako. 07 0743 041 472. Rudia tena. 0743. Mtu aniandikia hiyo namba 0743. Hebu andika namba. Sio hawa. 0743 endelee. 041 472. Naona watu wameandika, wacha ni pin hiyo namba. Inatoa jina gani? Peter Masharia. 0743 041 472, si ndio? Yes. Hiyo sasa. Namba iko hapo tumepin, inatoa Peter